Njema, habari ya uzima wako? Ni salama kabisa na tunaendelea kumshukuru Mungu kwa sababu pasipo Mungu sisi si kitu hapa duniani. Ndio, ni kweli kabisa, na hilo ndio jambo kubwa la kushukuru. Pale unapoamka na kuiona siku mpya, mimi nasemaga kila siku ni mwaka, sababu usiku una mambo mengi. Unapoiona siku mpya ni kama tu umeuvuka mwaka. Ni kubwa kumshukuru Mungu na kuzidi kumtukuza kwa sababu wapo wengi sana Halima ambao walitamani kuiona siku, lakini majina yamebadilika. Kuna mtu kaamka leo ni kiwete, kuna mtu kaamka leo ni kipofu, kuna mtu kaamka leo hajiwezi kabisa. Na kuna mtu tayari jina limebadilika, anaitwa marehemu. Kwa hiyo ni mambo ni mengi, lakini tunamshukuru Mungu tunapopata pumzi ya uhai kuendelea kuzipambania zile ndoto zetu zinazotufanya kila siku kuamka na kufika hapa. Okay, mimi ninashukuru pia kuungana nawe wakati huu kwa maana tunaendelea kulisongesha gurudumu mbele, lakini kuhakikisha watazamaji wetu nao wanahabarika, wanaelimika, lakini pia kwa namna nyingine wanaburudika katika yale ambayo yamefanikiwa kwa namna moja ama nyingine, kwa sababu tukisema miundombinu, sekta ya afya mambo yamekaa sawa, barabara ziko vizuri, wanaburudika, yani ni furaha kwao kwa sababu wanakwenda kutimiza yale mambo mazuri ambayo na wenyewe walikuwa wanataka kuyafikia kwa wakati. Sasa gumzo la habari kitaifa, tunakwenda moja kwa moja taarifa ya kwanza tukiambiwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Philip Mpango atakuwa mgeni rasmi katika uzinduzi wa mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa. Na hayo bwana yamebainishwa na waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu kazi, vijana, ajira na wenye ulemavu Ridhiwani Kikwete mjini Kibaha baada ya kufanya ukaguzi wa uwanja wa shirika la elimu Kibaha, ambapo shughuli ya uzinduzi wa mbio hizo kitaifa itafanyika mwaka huu 2025. Naomba kutumia nafasi hii pia kutoa taarifa kwa umma juu ya uzinduzi wa mbio za Mwenge wa Uhuru ambazo tunataraji zitafanyika tarehe 2 mwezi Aprili mwaka 2025 katika uwanja wa shirika la elimu Kibaha. Ninafurahi kwamba Mheshimiwa Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Philip Isdori Mpango amekubali kuwa mgeni rasmi na amekwisha confirm na yeye yuko tayari kwa ajili ya shughuli hiyo. Kwa mkuu wa mkoa na ndugu wananchi na ndugu waandishi wa habari, naomba kuwaeleza kwamba vijana wale 6 walioandaliwa wanaotoka Tanzania bara na Tanzania Zanzibar, ambao tumewapa jukumu la kukimbiza mwenge katika mikoa 31, halmashauri 195 katika siku 195, nao pia kama nilivyoeleza mwanzo wako tayari na utimamu kabisa kwa kazi hiyo ambayo tunakwenda kuwapa. Katika kipindi hiko chote Mwenge wa Uhuru utafanya kazi ya kuhamasisha amani, umoja, upendo, mshikamano wa taifa letu. Vile vile Mwenge wa Uhuru utahimiza wananchi kushiriki shughuli za kimaendeleo za kijamii na kiuchumi katika maeneo ya halmashauri zao. Mwenge wetu wa Uhuru mwaka huu unabeba kauli mbiu ambayo inasema jitokeze kushiriki uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 kwa amani na utulivu. Ujumbe huu wa Mwenge wa Uhuru mwaka huu unalenga kuwaelimisha na kuwakumbusha wananchi wote wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kushiriki kamilifu katika uchaguzi mkuu kwa amani na utulivu utakaofanyika mwaka huu. Ndugu waandishi wa habari, sambamba na ujumbe huu wa Mwenge wa Uhuru, pia Mwenge wa Uhuru utatumika kuelimisha wananchi katika maeneo yote ya nchi yetu katika masuala ya kisekta na kisera katika muktadha wa kitaifa na kimataifa, ikiwa pamoja na kuendeleza juhudi za kupambana na maradhi yaliyotishia ustawi wa watu wetu kama vile ukimwi, malaria, kupambana na matumizi ya madawa kulevya na vitendo vya rushwa. Vile vile katika halmashauri zote mwenge utakapopita utaendelea kuwaelimisha wananchi wetu juu ya umuhimu wa lishe kwa afya iliyo imara. Huyo ni Mheshimiwa Ridhiwani Kikwete akifafanua zaidi na kuweka wazi kwamba siku hiyo mgeni rasmi katika uzinduzi wa mbio za mwenge hizo, mgeni rasmi atakuwa ni makamu wa rais wa Jamhuri yetu ya Muungano wa Tanzania Dr. Philip Isdori Mpango. Na kikubwa ni kwamba halmashauri 195 siku 195 ndani ya mwaka 2025 zinakwenda kupitiwa na Mwenge wa Uhuru, ambao tamati yake mara nyingi huwa ni ile siku ya
Mwalimu Julius Kambarage, kifo cha mwalimu tarehe 14 Oktoba, ndipo ambapo mwenge wa uhuru huwa unazimwa kwa mwaka husika au unafika kilele chake. Lakini kikubwa hapo ni miradi, na nimekumbuka leo ni TBT. Kipindi kile huko shule ya msingi, mwenge o mwenge mbio mbio, unapita shuleni pale tunamuona. Ulikuwa unasitisha shughuli zako zote unaangalia mwenge o, unasikiliza zile nasaa viongozi wanazozitoa. Ndio kwa sababu nyingine wakizungumza masuala ya katika elimu tumefanikiwa hili na hili, walimu fulani wameajiriwa, wanaelezea yaliyopatikana, miradi fulani imezinduliwa. Kwa hiyo ni jukumu la mwenge ni kufika kwenye eneo husika kukagua miradi. Lakini miaka kadhaa hivi iliyopita kuna baadhi ya mikoa wale wakimbiza mwenge wale wahusika wakuu wengi walikuwa wakikataa, sema sizindui wa mradi mimi haujakamilika, hauna vigezo, ni mbovu. Sasa nyingine unakuta milango imeshaliwa na kinachotakiwa hiki. Sio kwa sababu eti tu tunapitisha mwenge unapita hapo shule ya msingi wapi. Wanasema mwenge unamulika maovu. Sasa imemulika, tumeona ovu pale, vyoo haviridhishi, ni hatari kwa wanafunzi. Kuzindua. Hatuzindui. Kwa hiyo ile ilikuwa ni nzuri sana, na ile ilipelekea sasa mambo yanaenda sawa. Sema kuna wakuu wengi wa wilaya na mikoa na wakurugenzi waliingia matatani kwa sababu ya jambo lile, na waliwachukia wale wakimbiza mwenge sababu walikuwa ni kama wanaharibu jambo la mipango yao. Hapa hivi mkandarasi. Hawakuwa wanaharibu, walikuwa wanafanya mambo mazuri, wanasimama badala ya wale. Sasa tafsiri binadamu kwenye jambo ambalo linamuumiza huwa anaona kwamba si style yake. Kuna mfano mmoja nitakwambia hapa kidogo. Kuna mwalimu aliingia darasani akamtoa mtu darasani ghafla, yani kumtoa tu nje ya darasa, na ni mwalimu wa sheria. Wakati uko pale ndani hakuna mwanafunzi aliyemtetea yule mwanafunzi baki, sababu wao wamebaki ndani, wanaona ni haki yao kubaki. Lakini mwalimu akauliza, kwa nini nyie mnaona sheria inakuwa upande wenu? Ni kwa sababu ile jambo halijawagusa. Likiwagusa ingekuwa mmetolewa wote, mngeanza kunungunika. Malalamiko angekuwa ni mengi, hata somo lisingeje. Mkuki kwa nguruwe, kwa binadamu mchungu. Sawa, ni taarifa hiyo nzuri kabisa ambayo tunatarajia basi siku hiyo mambo mengi tutaelezwa na tutayafahamu pia. Sasa tukiachana na taarifa hiyo kutokea huko mkoani Pwani, tuelekee kule jiji la Arusha, jiji la utalii. Mambo ni mengi yanaendelea kule, lakini tunaambiwa sasa madiwani wa halmashauri ya jiji la Arusha wamekataa pendekezo la kuligawa jimbo la Arusha mjini mara mbili, wakisema kuwa ukubwa wake wa sasa unakidhi mahitaji ya wananchi. Badala yake wamekubaliana kugawa kata 8 za jiji hilo ili kuboresha utoaji wa huduma kwa wananchi. Kata zilizopendekezwa kugawanya ni Muriet, Mushono, Sokoni Moja, Sinoni, Lemara na Terati. Hayo yote yamezungumzwa huko, lakini meya wa jiji la Arusha Maximilian Irange ameeleza kuwa hatua hii inalenga kuharakisha maendeleo na kushughulikia changamoto zinazowakabili wananchi katika maeneo hayo kutokana na ukubwa wa kata husika. Sasa twende tukamsikie meya naye akizungumza zaidi. Madiwani wa halmashauri ya jiji la Arusha leo kwa pamoja wamekubaliana kwamba mchakato wa kugawanya jimbo la Arusha kuwa majimbo mawili ya jimbo la Arusha mjini na jimbo la Muriet, kwa busara zao waheshimiwa madiwani wameona jambo hilo kwa sasa sio wakati wake. Kwa hiyo jambo hilo halijapita. Kwa hiyo jimbo litabaki kuwa moja, jimbo la Arusha mjini. Asante ndugu waandishi wa habari, leo tulikuwa na baraza maalum la halmashauri ya madiwani wa halmashauri ya jiji la Arusha, na agenda ya baraza ile ilikuwa ni moja, kwa sababu baraza maalum kwa kawaida inakuwa na agenda moja, haina agenda ya pili. Na agenda yake ilikuwa ni mchakato wa kuangalia kama tunaweza kugawa jimbo la Arusha kuwa majimbo mawili, lakini pia kugawa kata ambazo ni kubwa sana, ina watu zaidi ya 100,000 pengine kama kata ya Sokon 1, Terat na kadhalika. Lakini jambo la tatu ni kugawa mitaa. Kwa hiyo katika maazimio ambayo yametokea baada ya vuta ni kuvute ya kikao cha baraza la madiwani, madiwani wote kwa pamoja wameazimia kwamba jimbo la Arusha halina sababu ya kugawanywa. Na sababu walizotoa ni kwamba jimbo la Arusha ni dogo, ina ukubwa wa eneo la kilomita za mraba 272. Wakati tunatafuta kuwa na hadhi ya jiji, wakati ule tulikuwa na kilomita nafikiri kilomita za mraba 93. Sasa ikabidi tuongezwe kwenda kilomita 272 ili tupate status ya jiji. Sasa kwa kutoka kwenye kilomita za mraba 272 kurudi mpaka kwenye kilomita 100 na ngapi za mraba, maana yake unapoteza tena ile hadhi ya jiji. Kwa hiyo madiwani walichoona kwamba kwa sasa hakuna umuhimu wowote wa kugawa jimbo. Sasa haya
ni maazimio ya baraza la madiwani ambacho ni kikao cha kwanza kabisa baada ya kile kikao cha kamati ya fedha, na wameazimia hivyo. Lakini sambamba na hilo wamekubaliana kwenye kugawa baadhi ya kata kama 8 zinagawanywa. Kuna kata ya Sokonwan, kuna kata ya Terat, kuna kata ya Muriet, kuna kata ya Moshono na kadhalika. Kata hizo zitagawanywa kati ya kata 3 kwa kata moja. Kwa mfano kata ya Muriet nafikiri imegawanywa mara 3, lakini kata ya Sokonwan nayo imegawanywa mara 3. Lengo tu ni kuhakikisha kwamba maendeleo yanaenda kwa wananchi kwa namna rahisi. Maana yake ukiwa na kata kubwa, kwa mfano kama kata ya Muriet, kutoka mtaa mmoja kutoka kwa Morombo kule kwenda Lesio kule chini ni zaidi ya kilomita pengine 20, na sasa kupeleka maendeleo kwa namna hiyo ni ngumu sana. Lakini ukigawa kwenye kata 3, maana yake maendeleo wananchi watapata katika sehemu moja. Kwa hiyo lengo la madiwani ilikuwa nzuri, lakini pia mitaa tumegawanya pia baadhi ya mitaa kuhakikisha kwamba wananchi wanafikiwa na maendeleo kwa namna rahisi. Kwa hiyo kwa kifupi, baraza la madiwani ambayo imekamilika muda mchache uliopita imetengeneza hayo maazimio la kugawa baadhi ya kata. Lakini kwa upande wa jimbo wamesema hapana, jimbo la Arusha bado libaki kwa vile vile, kwa sababu bado haina ukubwa wa kutosha na bado iko kwenye mazingira salama ya kiuendeshaji. Tutakuwa na kata kati ya 34 na 35 baada ya Haya basi, tumesikia hayo yote yaliyoelezwa na kuwekwa wazi hapo na kwa mitazamo yao kwa namna wanavyoliona jiji hilo la Arusha na wenyeji wa jiji hilo. Ndio. Basi wao wana mapendekezo yao basi kwa namna hiyo ili jiji la Arusha liendelee kuleta maendeleo na kuwa kivutio katika mataifa mengine pia kulitazama lile jiji kama wanasema ni Geneva ya Afrika. Jiji la Arusha ni jiji la kitalii lakini lenye muonekano wa kitofauti. Kwa hiyo pengine kwa mtazamo wangu najaribu kuwaza sasa inaweza ikapelekea kuondoa ule mvuto wa jiji la Arusha kwa kugawanya baadhi ya hizo kata. Kwa muono wa madiwani na namna ambavyo nimewasikiliza, wamesema hakuna haja ya kuligawanya hilo jiji kwa sababu bado linaweza kumudu kuongozwa na mbunge mmoja. Lakini pia wameona kwa serikali ni kuizidishia tu mzigo, sababu unapoongeza mbunge unaongeza na posho. Kwa hiyo kuna baadhi ya fedha pia zinazotakiwa ziende tena kwa yule mbunge. Lakini pia wakaona kikubwa ni kwamba hizi kata zilizoko ndizo kubwa. Sio kwamba jimbo ni kubwa, kata ndio kubwa. Kwa hiyo hizi kata zigawanywe ili utendaji wa kazi uweze kufika kwa haraka, lakini sio jimbo kugawanywa sababu inaenda kuondoa ile tafsiri ya jiji. Ndani ya jiji kuna majimbo mawili katikati mwa jiji kama inavyoenda kufanyika Mbeya. Sasa hii ni Arusha ambalo tunasema ni jiji linavutia, lina mzunguko mkubwa wa kibiashara. Na miongoni mwa mkoa mwingine ambao mimi pia nilikuwa najaribu kutazama ni mkoa wa Iringa. Najaribu kuwaza ule mkoa na wenyewe tu ukagawanywe. Mkoa mzima ugawanywe? Ni umeshagawanywa, iligawanywa ikatoka Njombe. Njombe unajua ni kukatwa Mbeya kidogo. Sasa na wenyewe bado sasa upo kwenye listi ya kugawanywa. Kikubwa ni kazi ziwafikie maendeleo yafikie wananchi. Sawa. Sasa tukitoka huko jijini Arusha basi tuelekee kule mkoani Rukwa, mambo yanaendelea. Sasa tunaambiwa jeshi la polisi mkoani Rukwa linawashikilia watu 3 kwa tuhuma za kumshambulia na kusababisha kifo cha mwanafunzi wa kidato cha 4 katika shule ya sekondari Santi Kagwa Novatus Adelhad Mgeni mwenye umri wa miaka 15. Na unaambiwa watuhumiwa hao ni mkuu wa shule hiyo Zakaria Mwasenga mwenye umri wa miaka 47 pamoja na walinzi wawili Michael Donasio mwenye umri wa miaka 33 na Geoffrey Simon mwenye umri wa miaka 30. Tusikie zaidi hapo, taarifa ikizungumzwa na kamanda wa polisi mkoani Rukwa Shedrack Masinja. Tukio la mauaji lililosababisha sasa tuwakamate mkuu wa shule pamoja na walinzi wawili wa shule ambapo wanatuhumiwa kumuua mwanafunzi wa kidato cha 4 shule ya sekondari Kagwa anayeitwa Novatus Mgeni mwenye miaka 15. Hawa tuliowakamata kama nilivyosema ni pamoja na mkuu wa shule ya Santi Kagwa ambaye anaitwa Zakaria Mwasenga ana miaka 47, lakini wengine tuliowakamata kama nilivyosema ni walinzi wa shule hiyo ya Santi Kagwa. Mmoja anaitwa Michael Donsiano ana miaka 33 na wa pili Geoffrey Simon ana miaka 30. Hawa ni kwamba tarehe 23 mwezi wa 3 2025 majira ya saa 8 usiku
Watuhumiwa hawa waliwashambulia wanafunzi watatu kwa kuwapiga na waya wa umeme, na hii ilitokana na kuwatuhumu wale wanafunzi ambao wote ni wa shule ya sekondari Kagwa kwamba waliruka ukuta wakaingia kwenye shule ya sekondari St. Kagwa, na kwamba baada ya kuingia kwenye shule hiyo waliingia kwenye mabweni ya wasichana. Kwa walivyokamatwa ndipo wakashambuliwa na huyo mwalimu pamoja na hao wanafunzi. Basi wanafunzi hao baada ya kuwa wameshambuliwa walifikishwa kituo cha Sumbawanga, kituo cha polisi Sumbawanga, na hatimaye hospitali ya rufaa Sumbawanga kwa ajili ya matibabu. Wanafunzi wawili walitibiwa na kuruhusiwa, lakini huyu Novatus yeye hali yake iliendelea kuwa mbaya, na hivyo akahamishiwa hospitali ya rufaa ya Kanda kule Mbeya, ambako alifariki akiwa anapatiwa matibabu. Kwa hivyo tunalo tukio hilo la mauaji, na watu hao tunaendelea kuwashikilia wakati tunakamilisha upelelezi wetu. Kwa majina naitwa Livinus Linus, ni bodaboda hapa Kijiwe cha Mahakamani. Wazazi wanatakiwa kuonyesha ushirikiano na walimu, hasa pale mwanafunzi anapokuwa ametenda kosa pale shuleni. Kitu cha kwanza natakiwa walimu wanakuwa na mawasiliano na wazazi ili kujenga ule ukaribu inapotokea mwanafunzi amefanya kosa lolote pale shuleni. Ile itasaidia kwa ajili ya kushirikiana pale ambapo au kabla ya kutolewa adhabu kwa yule mwanafunzi. Wanaweza kukaa mzazi na mwanafunzi wakajaribu kushauriana kwamba tunafanyaje ili huyu mtoto tuweze kumjenga, na sio mwalimu kuchukua sheria labda mkononi ila ya kumwadhibu mtoto. Na ni taarifa hiyo mtazamaji kutokea huko mkoani Rukwa, ambapo madhila hayo basi yameweza kumkuta kijana huyo hadi amepoteza maisha. Hiki tunajaribu kutazama aina ya adhabu ambayo alianza kupewa kabla ya kukutwa na umauti. Maana hata madaktari walifanya jitihada zao, lakini ikawa tofauti, haikubadilisha chochote. Lakini sasa tunatazama pia namna ambavyo adhabu zinatolewa na malezi, mzazi na mwalimu ambaye yuko shuleni. Sasa ndo anamtazama huyu mtoto kila siku. Mwalimu ni mlezi na ni mzazi kwa mazingira ya shule ya mwanafunzi, lakini adhabu si kosa, inategemeana na aina ya adhabu. Na ukiangalia sera ya elimu bado inasisitiza viboko, yani viboko vile vya kawaida, viboko 3 hadi 4. Lakini mzazi unahusika vipi kwenye malezi ya mwanao anapokuwa shuleni? Hapo Mlinzi alipiga kwa kumdaka mwanafunzi, akamfikisha kwa walimu. Pale kuna wale TOD, teacher on duty. Sasa nyingine kuna yule anaitwa patron ambaye anawasimamia wanafunzi. Lakini fimbo iliyotumika, aina ya silaha iliyotumika kumchapa mwanafunzi ile unasemekana ni waya wa umeme. Sasa unajiuliza, waya wa umeme tangu lini ukawa ni sehemu ya kutumika kama nyenzo ya kumwadhibia mwanafunzi? Mimi nadhani pia saa nyingine walimu kuna zile hasira tunabidi yani walimu wanabidi wazizuie, kwa sababu unapomwadhibu mwanafunzi unatakiwa uangalie. Na wanafunzi wana doctor report kwamba hatakiwi kufanyishwa hichi. Lakini mwanafunzi pia saa nyingine unaweza kukutana na doctor report hiyo inamfanya naye awe kaidi, sababu anajua siwezi kuchapwa. Kwa hiyo kuna pande zote mbili zinabidi kutazama. Mwanafunzi mwenyewe tabia na mwenendo wake aitwe, aonywe, saa nyingine asimamishwe masomo, aidha ashapewa adhabu za kabla ya hicho kilichotokea. Wazazi walishawahi kuitwa kwa ajili ya tabia za mtoto, au saa nyingine pia mtoto ana ukaidi wa namna gani. Kuna zile wanaandikaga statement, aliwahi kuandika barua juu ya kujielezea kosa lake na kuahidi kuacha. Kama kuna vitu kama hivyo, kuna kusimamishwa masomo, adhabu za hivyo, kwamba mwanafunzi anajutia kuliko adhabu ya viboko vya kupitiliza au adhabu kupitiliza. Unaweza kumwambia akachimbe shimo, wenzake wakiwa darasani, yule mwanafunzi ataumia kisaikolojia, sababu anaona wenzake wako darasani, yeye anachimba shimo kwa ajili ya taka. Inamuumiza zaidi kuliko ile kumchapa na kumsababishia hicho kilichotokea huko Rukwa. Basi taarifa hiyo kutokea huko mkoani Rukwa inatukamilishia gumzo la habari kitaifa, na ilikuwa ni kwa udhamini wa mtumishi wa Mungu Mtume Boniface Mwaposa Bulldozer, ambaye Jumapili ametuandalia kongamano kubwa kabisa la kumaliza kesi. Lakini leo majira saa 3 kamili usiku operation Komboa Familia kausha kila chemchemi mbaya kwenye afya, kwenye uchumi, kila mahali zinakwenda kukaushwa. Sasa tunaelekea katika upande wa gumzo kimataifa. Umewahi kuadiwa kwenye grupu ambalo ni style yako, hujaomba kuadiwa, lakini unajikuta uko ndani ya grupu afu kinachojadiliwa kule ukijui? Hiyo ilitokea sana
lakini pia kwa sasa haiwezi kujitokeza kwa sababu kuna namna ya setting ambazo unaweza kufanya kwenye simu yako. Mtu akitaka kukuunganisha lazima akuombe kwanza. Sasa kule Marekani chini ya utawala wa Donald Trump, rais wa Marekani Donald Trump ameingia kwenye tuhuma zinazomuhusu taarifa za mashambulizi ya anga nchini Yemen mara baada tu ya mwandishi wa habari huko kujumuishwa ndani ya grupu katika kundi la siri linalozungumzia mashambulizi hayo. Sasa Trump amesema hakuna taarifa za siri zilizovuja kupitia kundi hilo katika programu inayoitwa kama Sino, na amemtetea mshauri wake mkuu wa masuala ya usalama Mike Waltz, ambapo amesababisha tukio hilo kutokea. Sasa mwandishi Jeffrey Goldberg wa gazeti la Atlantic amesema waziri wa ulinzi Peter Hegseth ametuma ujumbe wenye maeneo ya kushambuliwa, silaha na muda wa mashambulizi yaliyopatikana katika yaliyotokea Machi 15 pamoja na ukosoaji mkubwa wa dhidi ya washirika wa Ulaya kutoka kwa maafisa wa juu kabisa wa Marekani. Sasa akizungumza na wanahabari, Trump amemshambulia mwandishi huyo akimtaja kama mtu asiyeaminika na kudai kwamba hakuna taarifa zozote za siri zinazohusiana na jambo hilo. Lakini pia wakati huo huo mshauri wake wa mambo ya usalama yeye amekiri kuwajibika kwa kosa hilo, akisema kwamba lilisababishwa na kuhifadhi namba ya huyo mwandishi, lakini kwa jina ambalo si la kwake, jambo ambalo alifanya wakati wa kufanya adding, kuweka watu ndani ya mtandao huo wa Sino, kajikuta ameshamweka mwandishi huyo, jambo lilopelekea mwandishi kuanza kudukua taarifa zinazoendelea ndani ya grupu hilo la siri kuhusiana na mashambulizi ya kule Yemen, na serikali ya Trump ikionekana kwamba ndio ilikuwa inapanga mashambulizi hayo kutokea. Kwa hiyo Jeffrey Goldberg yeye ni mwandishi wa gazeti. Yeye aliadiwa, yeye akatulia mbele ndani. Wakati mazungumzo yanaendelea, yeye akawa anapiga screenshot kama mwandishi kwa ajili ya taarifa muhimu. Kwa hiyo hilo grupu ambalo ameadiwa kinyemela ikawa ni source yake kupata habari. Na anayo haki ya kujitetea pia kwamba mimi na ushahidi kwamba hichi kinachokizungumza kipo. Lakini Trump kwa wakati huo anasema huyu si wa kuaminika. Lakini mlinzi ambaye ni afisa usalama wa Trump ambaye pia ni mshauri wake anasema mimi nilikuwa na namba ya Jeffrey Goldberg, lakini nilikuwa nimeisave kwa jina tofauti, jina ambalo kwa wakati huo sasa akiwa na ahadi anaamini anamwadi mtu ambaye ni mwenzao. Sasa wakati anamwadi ni mtu mwenzao, kumbe ni yeye amemwadi mwandishi wa habari, namba alisave tofauti. Kwa hiyo angalia na namba zako. Sikuto umenisave tofauti ukaniweka kwenye sehemu ambayo nitashuhudia mengi ya kutokea huko. Sasa hayo ni kule Marekani. Tukirudi hapa Afrika, nchini Sudan, upinzani nchini Sudan Kusini umelia na serikali ya Sudan Kusini kutokana na kukamata ya viongozi, ambapo chama cha upinzani nchini Sudan Kusini SPLM-IO kimesema kuwa viongozi wake kadhaa muhimu wamekamatwa, akiwemo waziri wa rasilimali za wanyama na uvuvi anaitwa Guy Magok, ambapo katika kile kinachoelezwa kuwa ni kampeni za serikali dhidi ya upinzani. Hata hivyo, leo asubuhi kuna taarifa pia ya kukamatwa kwa kiongozi makamu wa rais anaitwa Riek Machar, ambaye ni makamu wa rais Salva Kiir wa Sudan. Sudani Kusini ni moja ya taifa changa kwa sababu lilijitenga kutoka Sudani kuu. Sababu kulikuwa kuna Sudani ambao mji mkuu wao ulikuwa ni Khartoum, alafu kuna hii Sudani Kusini mji mkuu wake ukiwa ni Juba. Sasa wamevamia makazi yake hapo jana na kumkamata usiku na kisha kwenda kumsweka lupango, na kile kinachotajwa ni kwamba ni mpinzani mkubwa ambaye anakosoana. Ni kama tunasema hapa labda Tanzania tuna rais na makamu wa rais. Sasa makamu wa rais wanaongoza serikali moja, awe tofauti na rais. Wakati huo akisema kwamba rais hayuko sawa, wakati huyo rais ndio alimchagua niwe makamu wangu tuweze kuiongoza serikali, amsupport. Kwa hiyo kinachoendelea ni kwamba upinzani nao umeinuka ukisema kwamba hakuna kitu kizuri kinachoendelea ndani ya serikali na kinapelekea vita vyenyewe. Kumbuka taifa hili miaka 5 nyuma walikuwa na vita wenyewe kwa wenyewe iliyoua mamilioni ya watu na kusababisha watu wengine kuwa wakimbizi, jambo ambalo linaonekana tena linataka kuja kujitokeza kwa sababu ni watu ambao wana uhasimu mkali na wana wafuasi wengi. Na ilikuwa ni serikali ya mseto, kwamba huyu alikuwa makamu wa rais alikuwa pia ni mmoja wa pinzani wa karibu wa Salva Kiir, jambo ambalo aliamua amchukue na kumjumuisha kwenye serikali yake baada ya kuwa anaona kwamba tunaweza tukaendesha serikali pamoja kutokana na zile kura za mwanzo kuonyesha kwamba wana ukaribu, jambo ambalo lilisababisha kutengenezwa serikali ya mseto. Kwa hiyo kinachoendelea kule tunakiombea kisitokee kwa sababu kuna wakimbizi wengi.
na wawe sawa. Na hivi majuzi kulikuwa kuna mashambulizi pia ya kambi ya kijeshi ambapo pia serikali imesema kwamba na wachambuzi wa masuala ya kimataifa wameonya inaweza kuwa kuna hali ya hatari inaweza kwenda kutokea tena Sudani ya Kusini, taifa changa zaidi duniani likiwa limetokea 2013 ndipo lilipojipatia uhuru wake. Sawa, kwa taarifa hiyo basi ndo tunakamilisha gumzo la habari asubuhi ya leo Alhamis ya tarehe 27 mwezi wa 3 mwaka 2027. Na kuacha na lingine. Unaniacha lingine. Leo asubuhi ya leo lingine kabla hujaniacha. TBT yangu. Ninachokumbuka kwanza ni nyimbo ya Mbilia Beli. Naki Nairobi. Nakozonga na dunia. Mbona miaka mingapi? Hapo mimi nimeikuta inapigwa, sio kwamba ndio ilikuwa inatungwa, nimeikuta inapigwa. Mama alikuwa anaipiga sana kwenye cassette, ilikuwa inakanda ajibalisha yenyewe, ilikuwa inabadilika upande A na upande B. Kwa hiyo ilikuwa inanifurahisha sana Mbilia Beli. Nikimuuliza mama anambia nakuja Nairobi, rafiki yangu Dunia umeteseka sana. Kwa Naki Nairobi. Na mimi nakwambia karibu Kawe, usiteseke, kesi inafutwa Jumapili. Kabla ya kukuambia hilo na kukuacha na hili kwamba ukijua kutwanga ujue na kupepeta. Uwe na asubuhi njema. Where are you? Ya kwangu mimi ndio. What did you do? What did you do for last? Kwa hiyo muangalie vizuri hapa. Anayekupa message akakisifia kitu na yeye afanye. Gumzo. Kama yeye hafanyi muulize